Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni taarifa kutoka Wizara ya Afya Tanzania. Kuna ongezeko la ugonjwa wa COVID-19. Watanzania wanatakiwa kuchukua tahadhari. Wizara ya Afya imesema imeendelea kufanya ufuatiliaji wa karibu na kutoa taarifa za kila siku kuhusu magonjwa ya mlipuko pamoja na tetesi za uwepo wa magonjwa hayo nchini, ambapo imesema tangu mwezi wa pili hadi mwezi wa 4 mwaka 2025 ufuatiliaji wa virusi vya COVID-19 umeonyesha ongezeko la maambukizi kutoka 1.4%, yani wagonjwa wawili kati ya watu 139 waliopimwa mwezi wa pili hadi 16.3%, yani wagonjwa 31 kati ya watu 190 waliopimwa mwezi wa tatu, na kisha 16.8% wagonjwa 31 kati ya watu 185 waliopimwa mwezi wa 4 mwaka 2025. Ni taarifa kutoka Wizara ya Afya wa Tanzania kuchukua tahadhari. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi na kwa kina taarifa hii kutoka Wizara ya Afya. Taarifa kwa umma kuhusu tahadhari ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa na magonjwa yanayoenezwa na mbu. Tarehe 20 Mei mwaka 2025. Wizara ya Afya imeendelea kufanya ufuatiliaji wa karibu na kutoa taarifa za kila siku kuhusu magonjwa ya mlipuko pamoja na tetesi za uwepo wa magonjwa hayo nchini. Katika kipindi cha kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 4 2025, tumeshuhudia ongezeko la tetesi zinazohusiana na magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa katika jamii hapa nchini, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kutumia mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa ambayo imekuwepo tangu mwaka 2008, tumekuwa tukifuatilia mwenendo wa magonjwa haya ili kubaini aina ya vimelea vinavyosababisha maambukizi, ongezeko la visa pamoja na uwezekano wa kujitokeza kwa kirusi kipya chenye uwezo wa kusambaa kwa haraka. Vipimo vya maabara vimebaini kuongezeka na kupungua kwa virusi vya influenza, hali ambayo imekuwa ikionekana pia katika miaka iliyopita na ndiyo maana hujulikana kama seasonal influenza. Aidha, vipimo hivyo vimeonyesha kuwa hakuna kirusi kipya kinachoweza kusambaa kwa haraka na kusababisha mlipuko wa aina ya pandemiki. Ugonjwa wa uviko 19 ambao ulitangazwa kwa mara ya kwanza hapa nchini mwezi Machi mwaka 2020 umeendelea kuwepo kwa kiwango cha chini kama yalivyo magonjwa mengine ya mfumo wa njia ya hewa. Tangu mwezi wa pili hadi mwezi wa 4 mwaka 2025, ufuatiliaji wa virusi hivi umeonyesha ongezeko la visa vya uviko 19 kutoka 1.4% wagonjwa wawili kati ya watu 139 waliopimwa mwezi wa pili hadi 16.3% wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi wa tatu, na kisha 16.8% wagonjwa 31 kati ya watu 185 waliopimwa mwezi wa 4 mwaka 2025. Hali ya kuongezeka na kupungua kwa ugonjwa huu imekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huu mwaka 2020. Kwa kipindi hiki ongezeko hili linaonekana zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam. Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa nchini na kutoa taarifa kupitia vituo vyake vya kutolea huduma. Wizara imeelekeza wataalamu kuhakikisha wanaendelea kufanya utambuzi wa magonjwa haya kwa kutumia vipimo vya maabara na kutoa matibabu stahiki kwa wagonjwa wote wanaobainika kuwa na maambukizi. Aidha, natoa rai kwa wananchi wote kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na: moja, kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya pamoja na kuvaa barakoa pale inapohitajika;
Jambo la pili, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vipukusi mara kwa mara. Jambo la tatu, kudumisha usafi wa mwili binafsi na wa mazingira yanayotuzunguka. Kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususani katika mikoa ya pwani mwa Tanzania, kumekuwa na ongezeko la hatari ya kuenea kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu kama vile homa ya dengu, malaria na magonjwa mengine ya aina hiyo. Ili kujikinga na madhara yatokanayo na magonjwa haya, na wasihi wananchi wote kuchukua tahadhari kwa kuzingatia yafuatayo. Moja, kuangamiza mazalia ya mbu kwa kuondoa maji yaliyotuama karibu na makazi, ikiwemo madimbwi, ndoo, chupa, matairi ya zamani na vifaa vingine vinavyoweza kuhifadhi maji. Mbili, kutumia vyandarua vyenye dawa. Tatu, kupulizia viuatilifu sprays ndani ya nyumba mara kwa mara ili kuua mbu waliopo ndani. Jambo la nne, kuvaa nguo ndefu zinazofunika mwili hasa wakati wa jioni na alfajiri. Jambo la tano, kufunga madirisha na milango au kutumia wavu ili kuzuia mbu kuingia ndani ya nyumba. Magonjwa haya yanayosababishwa na virusi yana dalili zinazoshabiana, hivyo ni vigumu kuyabaini bila kupata vipimo vya maabara. Hivyo na wasihi kuwahi katika vituo vya kutolea huduma mara mnapopata dalili zozote za homa, maumivu ya kichwa, macho, misuli, viungo au vipele mwilini, au dalili za magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa kama vile kikohozi, mafua, kuwashwa koo au kupumua kwa shida, ili kupata vipimo na matibabu stahiki. Serikali kupitia Wizara ya Afya ina uwezo, utaalamu na mifumo madhubuti ya kufuatilia, kutambua na kudhibiti magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa pamoja na magonjwa mengine ya mlipuko. Tutaendelea kutoa taarifa sahihi kwa wakati kwa lengo la kuwalinda na kuhakikisha usalama wa afya za Watanzania wote. Mwisho na wasihi tuendelee kushirikiana kwa karibu, tufuate maelekezo ya wataalamu wa afya na tuendelee kulinda jamii yetu dhidi ya magonjwa yanayoambukiza. Imetolewa na Dr. Grace E. Magembe, mganga mkuu wa serikali. Hii ni taarifa kwa umma kuhusu tahadhari ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa na magonjwa yanayoenezwa na mbu. Watu mbalimbali wametoa maoni yao kufuatia taarifa hii ambayo pia imechapishwa kwenye peji ya Wizara ya Afya Tanzania kupitia akaunti yao ya Instagram. Huyu wa kwanza anasema, Yesu na Maria tunaomba ulinzi wako. Lakini pia mwingine anasema hakuna chochote hapo, ni propaganda za kutaka kuzuiwa kwa kampeni na shughuli za Chadema, waseme wanazuia mikusanyiko. Lakini pia mwingine anasema na mwili sio chandarua, ila kwa Lissu mkaona matundu. Loma Zimbabwe, huu wimbo unaitwaje mkubwa? Lakini pia mwingine akasema muda wa malimao na matangawizi umefika. Lakini pia mwingine anasema ili tusiende kwa Tundu Lissu mahakamani. Lakini pia mwingine anasema wapi huko, au mnataka kuleta maigizo ya mwaka 2019 hapa? Lakini pia mwingine anasema yani hii nchi bana, kuwatoa watu kwenye leli. Lakini pia mwingine anasema Mzee Magufuli tunakumisi. Lakini pia mwingine anasema COVID-19 ndio ichukue tahadhari, sisi tushashindikana. Lakini pia mwingine akasema nani mwingine akagundua kipindi cha mvua nyingi hili gonjwa linaanza kusikika tena. Watu wengi wametoa maoni yao, lakini pia una nafasi ya kutoa maoni yako, lakini chukua tahadhari pia kwa taarifa hii, kujikinga dhidi ya magonjwa ya mfumo wa hewa yaliyotajwa, lakini pia magonjwa ambayo yanaambukizwa na mbu. Endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.